mkuu wa mkoa huyo ameitoa kauli hiyo wakati alipokuwa akikabidhi sadaka ya iftari iliyotolewa na mjumbe wa mapambano dhidi ya ukatili wa kijinsia wanawake na watoto kupitia Umoja wa Wanawake Tanzania, Raya Mkoko Hassan. Mgeni Khatib amesema makundi mbalimbali wanahitaji kusaidiwa ili waweze kujikimu, hususan kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Hivyo ametumia nafasi ya kumpongeza mjumbe huyo kutokana na juhudi ambazo anazifanya katika kuwafikia makundi mbalimbali. Kuna wengi wasiojiweza, kuna wengi watoto mayatima wanahitaji angalau katika mwezi mtukufu huu wa Ramadhani wapate chochote waweze kula na watoto wao. Kwa kweli mimi niendelee kukushukuru sana, kwa sababu kuna wengi wanavyo lakini hawatoi. Kutoa ni nini? Ni moyo, si utajiri. Kwa hiyo unapopata moyo wa kutoa, basi Mwenyezi Mungu anakurudishia zaidi. Ametuambia hii leo ni mara yake ya 3 na mimi nikiwa ni shahidi. Mapema kabla ya kukabidhi sadaka hiyo, mjumbe wa mapambano dhidi ya vitendo vya ukatili wa kijinsia wanawake na watoto kupitia Umoja wa Wanawake Tanzania, Raya Mkoko Hassan, amesema mwanamke ni kiungo muhimu katika familia, hivyo na kuwataka wanaume kuwaunga mkono akina mama ili kupata familia bora katika familia zao, kwa sababu wao ndio wenye kulinda ile familia, wao ndio wanajua maisha yalivyo. Lakini na wanaume sasa tuweze kuwasapoti wanawake hao waweze kuwa na familia bora, lakini pia taifa tuweze kulipata likiwa imara, kwa sababu bila ya mwanamume hawezi kufanya chochote. Ndio maana tunaona watoto wanatelekezwa, lakini wamama pia tunatelekezwa. Kwa hiyo hayo yote tunataka yasitokee. Tuwe kitu kimoja, tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kupata familia zilizo bora, na familia zikiwa bora ndio taifa linakuwa imara. Aidha, mjumbe huyo amewataka wazazi kuepuka kuwapa majukumu watoto yasiyokuwa rasmi, huku akihimiza kuepuka vitendo vya udhalilishaji. Utoro usiwepo maskulini, lakini kwenye jamii watoto ambao wanafanyishwa kazi ambazo sio rasmi tuweze kuzisemea, lakini pia vitendo vya udhalilishaji. Kuna sikukuu zinakuja huko, kwa hiyo watoto wanakuwa wanapewa watoto wenzi wao wakatembee. Kwa hiyo hayo yote tunatakiwa kama ni jamii tufanye kazi kwa pamoja ili tuweze kupata maendeleo ambayo yako vizuri kwenye jamii zetu. Upande wao wanufaika wa msaada huo, Asha Omar Saidi pamoja na Hamadi Omar Abdalla, wakitoa shukrani zao kwa niaba ya wanufaika wote, wamemshukuru mjumbe huyo. Kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumshukuru aliyotupa msaada huu. Amefanya jambo la faraja sana kwa kutuona sisi watu wenye mahitaji maalum kwamba na sisi tuna haki kama wengine. Kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa aliyetupa. Mwenyezi Mungu amfanikishe apate matarajio yake anayoyataka. Nikiripoti kutoka Kisiwani Pemba, ni mimi Maulid Hamisi.